الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، endelea na tafsiri ya surat Maryam na hizi aya za mwanzo tumeshaizungumza aya 4 na 5 na 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي فمول يا ربي قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. tumesema hizi aya 4, 5 na 6. Qala rabbi inni wahana al'azmu minni, akasema rabbi, ewe mola wangu, ewe mola. Na tunaitoa yeye hapa na pia usiaina haja ya mwanzo linidaa kwa kuita natosha. Rabbi, katisha ufupi uende katika ombi lako mbio mbio. Ya na rabbi, yeye kwenye baada rabbi na ya mwanzo ya kuita zote zikata. Qala rabbi moja kwa moja, na ina utamu zaidi, na unakwenda direct kumtaja yeye kwanza kabla kutanguliza viji herufi. Rabbi inni, kautupa udhaifu wake na ugonjwa wake, kautanguliza hakika mimi, sio kwamba wewe ndio ulosababishia wewe Mola. Anajilaumu nafsi yake. Inni, hakika mimi. Kwa hivyo alionifika ni mimi sababu mwenyewe. Na hii ni katika husnul adab ya kuomba kwa Mwenyezi Mungu. Jifanyiwe dhaifu, jifanyiwe mnyonge, jifanyiwe huna uwezo, jifanyiwe kila kitu, na wewe Mola ndio mweza kila kitu, sahibu kulli shay. Kwa hivyo hapo ndio uzuri wake kwamba nini, huyu kanijua utukufu wangu na kajua udhaifu wake, kwa hivyo nitampa anachokitaka. Maana katika sababu ndogo ndogo za kuchangia katika kukubaliwa dua ni kuomba tadharruan wa khifa, unyenyekevu na kwa hofu, na kwa sauti ndogo, sauti nini ndogo sana, biduai khafiya, sauti wa khufya wa khifa, kuogopa na kwa utaratibu, waduna jahra min alqawl. Kwa hivyo hapa akasema inni wahana al'azmu minni. Na kitu cha mwisho cha kudhoofika katika kiwiliwili mafupa, tumesema, na mafupa haya ndio store ya mwisho ya kunini, ya kunarish na kuipa nguvu nini ubongo, na madhara ubongo unafanya kazi, basi mwili unakwenda hivyo hivyo. Kitu muhimu hasa kuchangia katika ubongo. Kwa hivyo adhmu ndo the last resort, ni cha mwisho cha kutegemea katika nini, katika kuendeleza uhai wako kwa ajili ya kunini, kupa chakula ubongo, kuweza ubongo ukifanya kazi, basi binadamu bado anaweza kusema lake, anaweza kutoa kauli yake na ikasikika, lakini mwili unadhoofika. Wa hadha al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, na nywele zangu zinametameta kwa mvi zilizojaa, kichwa kimejaa mvi, kichwa cheupe. Walam akun biduaika rabbi shaqiya. Tusema kwamba hizi sifa mbili alizotaja rejea nyingine, kilichokuwa ndani muhimu zaidi ni mfupa kudhoofika, na kilichokuwa nje chenye kuonekana haraka ni nywele. Dalili za kuonesha uzima wake na uzee wake na ukongwe wake, mkongwe kishakuwa, sio? Kwa hivyo hapa walam akun biduaika rabbi shaqiya, unajua mimi
sikuwa ni mwenye bahati mbaya kwa kukuomba wewe daima, na hakuna kitu ulichonikatalia ya Mola. Kwa hivyo nakuomba, na ninachokiomba si kwa ajili ya dunia, lakini kwa ajili ya kutetea dini yako ya Rabbi, na kuendeleza manhaji yako, sheria yako. Wa inni khiftu almawaliya min warai, na mimi kwa hakika nilikuwa nakhofia jamaa zangu, abna al-umuma. Mawali wanaingia jamaa zote, jamaa wote. Kwa watu wazima wameshapita, wameishi katika rika yangu, katika umri wangu, katika ukubwa zangu, katika generation yangu. Lakini hao mawali abna, watoto wao, waami zetu na ndugu zetu na wajomba zetu na shangazi zetu, hawa ndio nilikuwa naogopea. Na watoto siku wamekuwa vijana, na vijana kidogo na vinjari, hawataki kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo wakiwacha hivi wataharibu manhaji yako ewe Rabbi, wataharibu sheria zako zote, hawatofuata, watakuwa jeuri, watakuwa nini. Kwa hivyo nilikuwa nataka mtoto nimlee, umpe utume, aweze kuongoza jamaa zangu, anawatetea jamaa zake, na anataka nini, na yeye atie mkono wake katika nini, kumtengeneza yule kijana, ili atapopewa utume na Mwenyezi Mungu na ilmu atakampa yeye. Yarithuni wa yarithu min ali Yaquba, kama nilivyotaja hapa. Wa in khiftu almawali min warai, nimeogopa nini, na khofia jamaa zangu baada yangu. Wa kanat imraati haqira, na mtoto nitampata wapi mimi, na ilhali mke wangu ni tasa. Sasa kwa hivyo sasa ilobakia kwa mimi, mafupa yangu haya, nywele zangu naziona, dalili ya udhaifu wangu, nimeshadhoofika. Kwa njia ya kuleta mtoto mimi kwa umri huu siwezi, mke wangu pia hawezi. Akira ilobakia hiba minka, ilobakia ni utupe kutoka kwako. Faatini, nipe, kwa sababu nazo nguvu zangu. Lakini habli, nipe biduni muqabil, sio nipe ili chukua hizi nipe pesa badala yake, nipe na nipate kukupa, sawa. Kwa hivyo lakini hiba sitegemee kitu kwangu, mimi sina uwezo wote. Inaingia hapa hiba maana yake fahabli, basi nitunikie, unipe min ladunka, na hii min ladunka awe kutoka kwako, yani mtengeneze wewe upendavyo wewe mwenye Mola. Angesema bila min ladunka fahabli waliya, basi nipe mrithi. Lakini kutoka kwako min ladunka, bila shaka utanipa kitu special, utamjalia mtoto mwenye adabu nzuri, mtoto mwenye kusikiliza, mtiifu, mwenye imani ya hali ya juu, na mwisho utamtunikia utume. Ndio haja nini min ladunka, kwa upande wako Mola. Fahabli min ladunka waliya, nipe mtoto wa nini wa wali wa kuendeleza hii kazi yangu. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, akinirithi mimi. Wengi wamesema akirithi mali, huyu si Ramadhani na mali gani aliweka atarithiwe, lakini zaidi ulezi wake Zakaria kwa mwanawe alimpata utu uzimani, atakuwa utu uzima kwanza, kishapata hikma za kutosha. Ulimwengu umemfundisha mambo chungu zima, kwa hivyo atamfundisha hikma, atamfundisha, atampa ilmu anayohitajia kumwogopa Mwenyezi Mungu na kumjua Mola wake, ili atapokuja kupewa utume itakuwa kisha kusanya kwetu na kisha rithi kwa upande wa yake. Yarithuni, ikiwa mali inaweza kuwa mali kidogo, lakini si zaidi. Yarithuni yani rithi mimi, ile itakuwa ilmu na akhlaq na hikma, haya ndio atakayepata kutoka kwangu. Wa yarithu min ali Yaquba, na rithi kutokana na hii mlolongo wa familia ya Yaqub. Kitu gani arithi kutoka kwa mlolongo huu? Wakuja mitume wengi, mitume ali Yaqub. Kwa hivyo atarithi kwangu nilichokuwa nacho min mali wa hikma wa ilmu na nini, na nubuwa, utume, atarithi kutokana nini. Hawa ali Yaqub toka zama za Yaqub mpaka sasa
kuna mali bado iliyobakia atarithi yeye ikiwa ni mali. Kwa hivyo mustabad, inaikuwa mbali kwamba kurithi kwenyewe ni kurithi mali, na sababu kwamba kama alivyosema Mtume sasa, nahnu ma'ashara al-anbiya la nurath, sisi mitume haturithiwi. Taibu kia ulichokibakisha ulichokuwa nacho, ma tarakna sadaqa, ni sadaqa tu. Hamaneno Mtume sasa, nahnu ma'ashara al-anbiya, sio mimi peke yangu, mitume wote warithiwi. Kwa hivyo kurithi mali yote ni mbali, kwa hadithi ya Mtume sasa ilikuwa sahihi. Na jambo la pili ni kwamba Ali Yaqub, Zakaria kutoka na familia ya Yaqub. Zakaria anatoka katika familia ya Yaqub, kwa sababu ukitizama Yaqub na katika Nabii Ibrahim amepata watoto wawili, Ismail na Ishaq. Yeye Zakaria hajatoka katika tumbo la Ismail, bali alitoka katika tumbo la Ismail peke yake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min al-Arab wa min bani Israil, wametoka ndo hao wote, Ishaq na Yaqub, Ishaq na Ismail. Ismail wa mwanzo ndio alomsaidia kujenga Kaaba alipopewa amri, wa idh yarfa Ibrahimu al-qawaida min al-bayt, wa Ismail kwa jina mitaji, wa idh yarfa al-qawaida, ile qawaid, ile foundation ile anaambua inua, ina maana kwamba jengo lilikuweko kabla. Wa idh yarfa Ibrahimu al-qawaida min al-bayt wa Ismailu, madhamma kwa sababu ni fa'il, wote wawili walikuwa wote wawili, Ibrahim na Ismail walikuwa wanainua nini, nguzo katika nini katika foundation. Wa idh yarfa Ibrahimu al-qawaida min al-bayt wa Ismailu, na huku fursa, Mwenyezi Mungu ametupa kazi, fursa tudai malipo yetu kabisa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul, Rabbana ij'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, na vizazi vyetu zama, sio naomba yeye peke yake Ibrahim, na min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, umma utakaojisalimu nafsi zao kwa ajili yako. Na sio hivyo tu, wari na manasika, na tuoneshe namna gani kwa kuabudu manasiki yote watu balina. Halafu ndo hapo ndo alipomba kama Ibrahim, Rabbana ba'ath fihim rasula. Ismail kaoa katika familia ya Jurhum, walikuja kuishi pamoja na Ismail pale na bibi Hajar, familia ni asili yao ni Arabu, akaoa huko. Halafu baadaye anamwombea kwamba huyu mwanangu Ismaili mtoe, wab'ath fihim rasula minhum yatlu alayhim ayatina, asomee vitu. Ndio akasema kwamba kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni da'watu Ibrahim, da'watu Ibrahim kwenye sura al-Baqara, na kwa sababu Baqara nzima zama maudhui inakwenda kwamba mambo ya haji ya mudani. Kwa hivyo Ibrahim kataja kwa masala haji. Hapa katika familia hapa anataja Ibrahim au na babake, anamwambia baba acha kuabudu masanamu, kuna kifamilia, anatoka Zakaria na ingia Maryam, Ibrahim na babake, kitu familia na rehema zilizokuwemo. Hata mfumo alikuwa akisema Ibrahim, kuja kuona katika sura Maryam namna gani mfumo wake umejaa rehema. Kwa hivyo subhanallah, hichi kitabu cha Mwenyezi Mungu alichotupa hisi, mna miujiza mambo mengi. Unajua kwamba haya maneno si binadamu anopanga hivi. Sasa kwa hivyo Ismail kizazi chake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishaqa akamzaa Yaqub. Yaqub ndo vizazi vyake matumbo yaliotoka 12. Ama mitume iliyokuja kabla kabla Nabii Ibrahim kuanzia Adam, Shith hajatajwa, lakini riwayati nyingi zinasema Shith ni mtoto Adam alioshika nini kazi ya bwana Adam. Alafu Shith na kizazi chake kuanzia Idris. Mitume waliotajwa kabla Ibrahim, waliomtangulia Ibrahim ni Shith, Adam, Idris, alafu akifuatia na Nuh, kwa sababu Nuh
ni babu yake Ibrahim na babu wa umma wote. Alafu pia Hud na Saleh baada ya Nuh wote wamekuja kabla ya Ibrahim. Lakini sasa vizazi wa Nabii Ibrahim ambao katika mitume waliotajwa katika Qur'ani 25 tunaona kwamba waliotajwa kwanza Yaqub ndo Israeli na watoto wake Banu Israeli na wametajwa hasa ukienda katika vitabu vya kale, katika vitabu vya Biblia, Agano la Kale, Agano la Jipya, ndani yake utaona majina ambayo sisi hatuchukui kwamba ni 100% sahihi. Inaweza kuwa sisi tunajua tu watoto 12 wa Yaqub, qad alima kullu nasi mashrabahum, kila mmoja na sehemu yake ya maji, wasigombana nini. Lakini ndo majina ambayo yalikuwa maarufu zaidi hata katika hadithi Mtume taja ni Lawi. Lawi ni he is a religious leaders katika watoto wa nani, ukiwacha Yusuf na Benjamin Binyamin na Yusuf ni mtoto wa mama moja, si ndo Rahil vile nafikiri jina lake mama, na mama mwingine au mwingine, riwayati zinagongana, 10 waliobakia wote 12 ni kwa mama mkubwa. Na kisa cha Nabii Yusuf kilipotokea tunajua kwamba ndugu zake wakataka kumuua, wakamtumbukiza katika kisima, na yalotokea yote mpaka mwisho kisa hatuzungumzi hapa. Lakini katika utaona majina ambayo yanotajwa katika hao watoto wa makabila haya ambao vizazi vyao vikawa na mitume huku na huku, zaidi Levi, unasema Levi, ukizama na Yusuf, kuna Benjamin, kuna Ruben, Zebulun, Naftali, Isakar, Simon, majina mengi, Dan, Juda, nani. Haya majina ni katika nini? Hatuingii sana katika majina yao kwa sababu hatuna hakika kwa Qur'ani ikitaja kujua kwake hakuzidishi kitu, kuto kujua kwake hakupunguzi kitu. Kama unasema Sheikh Sahara ibara yake hii, jambo lote unaweza kusema Allahu a'lam. Lakini tunajua sisi kwamba Nabii Yusuf na Ayub na Dhulkifl na Yunus na Musa na Harun na Yusha, katajwa Yusha bin Nun, lakini walamu walikuwa kina na Musa, lakini hal hakika hiyo iko hadithi iliyotaja Yusha bin Nun, lakini katika Qur'ani la. Daud na Suleiman na Zakaria na Yahya na Isa, hawa pamoja na mitume kabla Nabii Ibrahim na Ismail, Nuh na Hud na Saleh na Idris pamoja na Adam, kunatimiza 25. Hawa wote ni mitume. Sasa hapa akasema nini? Yarithni wa yarithu min ali Yaqub. Ali Yaquba tunajua kutoka Yaqub na vizazi vyake ndio wengi walipata mitume katika Bani Israili. Yeye kaitwa Israili, jina lake Yaqub huwa Israili, na watoto wake abna Israili au Bani Israili, abna Israili. Kwa hivyo Ali Yaquba sifa kubwa ilikuwa kwamba ni familia za utume, mitume wametoka katika familia hizi. Kwa hivyo warithi min Ali Yaquba wanarithi nini? Lakini kama wengine wanauliza kwa nini sitaja Ali Ibrahim, kwa sababu baba mkuu zaidi Ibrahim. Kaambia la, kwa sababu ni ingia mpaka Ibrahim tutakuwa na ugomvi mkubwa kutoka Ismail na Ishaq. Kwa hivyo la min Ali Yaquba ni mtoto wa Ishaq. Kwa hivyo upande wa Ishaq sio upande wa Ismail. Kwa hivyo pia ni kwamba Zakaria ni kizazi cha ancestors wake, wazee wake ni Yaqub. Kwa hivyo kuna hikma kubwa kwamba kutaja warithi min ali Yaqub, na ndio kujulikana kwamba Ali Yaquba ndio mitume mingi wamekuja kutoka hizi. Lakini kama unasema Sheikh Sharawi katika tafsiri yake kwamba anasema kupewa utume wingi sio sifa kanisifu. Unaona mitume mingi imekuja upande wetu. Anasema kwa sababu mitume haiji ile kwamba jamii ziko zishakwenda katika upotofu kabisa. Mwenyezi Mungu anawaletea nini mtume kwa ajili ya kuongoza tena. Kwa hivyo ni kuongoza, kwa sababu ya upotofu umekwenda mpindukia mipaka, anawarejesha tena kwa rehema zake Mwenyezi Mungu ili nini warudi katika njia anayoipenda mwenye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndio sifa. Yarithi min ali Yaquba. Kwa hivyo warithi kutoka nini? Ali Yaquba. Iko wapi mali aliyobakisha Yaqubu mpaka ikafika kwake akaja kurithi Zakaria?
na Yahya wake la. Kwa hivyo hapa wayarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radhiya, mjalie ewe Mola mridhi. Lakini sasa aliposema hivyo waj'alhu rabbi radhiya, ikasita hapa aya inafuatia ya Zakaria. Mbona kuna history imekatika hapa? Nipe mtoto alafu nini? Halafu ikisha na sababu nakwambia Rabb ni kwamba atakadisimia endelee na kazi yetu uliotupa Mola. Zakaria anataka nini? Mwanae mwenyewe amlee ili apate kuongoza. Lakini kwa sababu kamomba Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakumpa bushra, kumbashiria kwa mapema, itachelewa ikiwa atapita step zote. Akaomba vile, Mwenyezi Mungu akamtakabalia, akamwambia ewe Zakaria. Huna uslubu al-Qur'an kama wanavyosema maulama, uslubu al-Qur'an, mfumo unaotumia Qur'ani, yati lima yudraku bilfahm. Inakuja Qur'ani ambayo akili yote mtu anayesoma kazingatia anadiriki maana, anaipata maana pale. Yudraku bilfahm na wabisiyaq, ule mfumo wa maudhui unaozungumzwa contextually, according to context, anafahamu huyu kaomba nipe mtoto. Tena sababu ya mtoto nataka kwa sababu nini? Dini yako isitupu ya Rabb. Hawa wakiwacha hivi kama Mtume sasa naye kaomba lan tu'bad ba'da al-an ya Rabb, ikishindwa usaba, yani kundi langu hili leo na hao wamekuja Makureishi huko katika vita Badr, ya Rabb tukishindwa leo basi wewe hutoabudiwa tena hapa, ushirikina utapindua, utabadilisha kila kitu, na ile tabu yetu juhudi yote yetu tuwapata hawa, tukishindwa itakuwa tena ushirikina utaenea tu, hutoabudiwa tena ya Rabb. Ndio kabashiri tunakuja malaika, anakuja Jibril, anakuja na malaika wake kushiriki katika vita hivi vya Badr. Tayib, ya Zakaria, siyaq hapa context yenyewe ni kama maudhu. Zakaria anasikitika udhaifu wake na kutokuweza kupata watoto kwa yeye na mkewe, kwa hivyo hiba minka ya Rabb fahabli min ladunka waliya, nipe. Na sababu gani unataka irithini wa irithini ala Yaquba, aendeleze kazi yako tena. Basi hivyo tu, waj'alhu rabbi radhiya, mjalie mtoto mwenye nini? Mwenye kuridhisha, mwenye kuridhisha. Ndio kama anaosema kama Sheikh Sharawi anasema nini, kilichopungua hapa ikaja moja kwa moja ya Zakaria anamuita fasami'a Allahu nidaa, fasami'a Allahu nidaa ya Zakaria, kasikia wito wa Zakaria na namna alomwita na talabu yake, waajabahu, na akamjibu, waqala lahu, na akamwambia. Inaanza ya Zakaria ile kwanza aya. Sasa ya maneno uyatafute mwenyewe, uyapenyeze. Vipi hapa naomba ghafla ya Zakaria, Zakaria? Kwa nini? Kwa sababu tunataka kumbashiria mbio mbio, tumpe habari njema. Ya pili, hata tueleze yote hayo anachukua muda, anataka ajibiwe haraka, na Mwenyezi Mungu anataka kumbashiria haraka moja kwa moja ya Zakaria. Ya Zakaria, ewe Zakaria, inna nubashiruka, hakika sisi tunakubashiria. Kwa sababu bishara tu nini maana bishara? Bishara ikhbar bima yasurru qabla an yajia al-khabar, habari yote ile kabla haijaja anampa habari, anabashiria, kumpa mtu habari njema ya kumfurahisha kabla hajatokezea hicho kitendo chenyewe.
Kwa nini? Liyastatila amad alfarah, ipate nini? Ule muda wa furaha uwe mrefu, hata kile kitu kipate. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anataka kumbashiria kabla hatajapata mtoto, au akae katika furaha kuanzia dakika ile. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam, sio nataka ghulam, basi tunakubashiria nakupa. Imraata Imran alipotaka mtoto kasema nini? Alipomzaa akamzaa ni wadhatu wa untha, mzaa mtoto wa kike, hajajua mpaka baada ya kumzaa. Akasema laysa dhakuru kal untha, mtoto wa kiume atakuwa sawa na mtoto wa kike, atakuwa sawa. Ala kulli hali nimekubali. Laysa dhakuru untha inni samaituha Maryam. Almuhim, hapa moja kwa moja inakuja bushra na furaha. Anasema si Sara kwamba nini, binadamu anaweza nini akakubashiria jambo, nitakutekelezea kitu fulani na hivi na hivi na hivi, ikamfurahisha, lakini furaha ile isiotimia inakuja wakati kwa udhaifu wa binadamu, kwa dhurufu zinazotokezea, akafariki, akawa mgonjwa, akaishiwa na mali, akanini, ikawa kashindwa kutekeleza ile bushra alompa kumbashiria. Lakini idha kana al-mubashir huwa Allah, ikawa mwenye kubashiri mwenye Allah huwa Allah, inni nubashiruka bi ghulam, na sio hivyo tu, akamwongeza bushra ambayo lazima iwe hivyo hivyo kama anavyotaka Mwenyezi Mungu. Nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya, utamwita Yahya. Na siku zote mtoto unapomwita kwa jina kwa kutegemea atapata sifa zile. Unamwita mtoto Said, awe katika furaha na awe minas suada fi janna. Unamwita mtoto Adil, awe mwadilifu katika mambo yake, katika vitendo vyake, unategemea vile. Na wewe kwa kinyume vile, huna dhamana kama mtoto yule atakuwa kama mtoto. Basi ile kutamani kwako kama ni mzee kwamba mtoto yule anataka awe hivyo. Kwa hivyo majina unawapa watoto kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya furaha. Na mwite mtoto unavyotaka, hata jina la kishetani yalia, lakini majina apeni watoto wazuri, majina mazuri. Kwa hivyo chagueni majina mazuri ili nini? Iwe Mwenyezi Mungu awajalie kwamba wenye sifa zile za majina yao. Sasa ikiwa sifa kwa binadamu naweza siwe vile, lakini kwa Mwenyezi Mungu je? Anaposema kwamba ghulam ismuhu Yahya, nampa jina mimi mwenyewe Yahya, na maana Yahya kwamba nini? Mwenye kuishi. Na ikatokezea kama alivyosema Sheikh Sharawi, na sema ala tasmiyati Yahya al-arifina, wenye kujua wamesema dallat ala nini, ina dalili ya kuonesha nini? Ala anna Zakaria idha samahu Yahya, kama tazaliwa akamwita Yahya, sayamutu shahidan, atakufa shahidi. Na kauliwa na mwanamke, sayamutu shahidan liyadhallu hayyan, abaki hai kwa Mwenyezi Mungu. Ashuhada inda rabbihim la yurzaqun msifikiri wahsabu alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya, wako hai. Kwa hivyo kama anasema pia Sheikh Sharawi, sumia Yahya li Yahya, kaitwa Yahya yapate kuishi sasa, na maisha peponi ndio maisha yenyewe hasa. Wa inna dar akhirah la hiya alhayawan, ndio maisha special. Wakati kana na ikawa hivyo alipotaka Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inna bashirka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Hilo jina nakupa wewe first time ya Zakaria, unamwita mwanao Yahya. Jina hilo hajapewa mtu yote kabla, min qablu hajapewa jina hilo kabisa. Ikiwa Samia maana yake nini? Kupewa mtoto kabla jina, hatujampa jina. Samia na maana mbili. Ikiwa Samia mara mwanzo jina hatujajalia mwingine, lakini walokuja baada ya Yahya mamilioni kwa mamilioni wameita mtoto wa Yahya, lakini kabla mimi mwenyewe nalitoa jina hili. Kwa unamwita mtoto jina lake Yahya, hasa akajaliwa mwenye kuishi peponi.
unapomwita mtoto wako Yahya ujue kwamba jina hilo hujalichagua wewe wala mama wala bibi wala nani, bali Mwenyezi Mungu mwenye kalipendea jina hilo, mtoto wake mtume amwite jina Yahya. Jina nini maana ya pili Samia? Ili katika darasa kesho inshallah taja tupate kujua hali hii au hii. Maulama wametaja maana zote mbili. Bihadha naktafi, wallahu aalam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu